Wabarikini wanaowaudhi, barikini wala msilaani. Warumi sura ya 12 aya ya 14. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Basi mpendwa ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho katika channel hii ya Mikono ya Kristo, pia wewe ambaye unafuatilia mafundisho haya kupitia mitandao yetu ya kijamii kama vile Instagram, Facebook pamoja na TikTok, na kwenye channel yetu ya WhatsApp kwa jina hilo hilo la Mikono ya Kristo. Mungu akubariki sana, akujalie neema iliyokuu kuendelea kufuatilia mafundisho kupitia channel yetu hii ya Mikono ya Kristo. Leo nimekuja na somo na ningependa kukufundisha kwa habari ya kubatilisha maneno. Kubatilisha maneno. Na somo hili nimelipa kichwa kinachosema batilisha maneno mabaya waliokutamkia. Usipuuze. Wakati wewe unahangaika na mambo yako, wakati wewe unahangaika na maisha yako, wakati wewe unahangaika na shughuli zako, kuna watu wao kazi yao ni kukutamkia mambo mabaya. Na watu hawa ambao wanakutamkia mambo mabaya hawaachi kuyatamka mambo hayo mabaya. Kila inapoitwa leo wanayatamka mambo mabaya. Kila inapoitwa leo wanatamka mambo mabaya. Kila wakikuona wanatamka mambo mabaya. Unaenda kazini wanatamka kutokufanikiwa. Unafanya shughuli zako za shambani wanasema hautofanikiwa. Watoto wako wanawalaani kila inapoitwa leo. Sasa usipuuze laana za watu ukafikiri wanajisumbua. Wapo watu uchawi wao upo kwenye vinywa vyao. Wapo watu wakitamka maneno kwa kutumia nguvu zao za giza yaweza kutokea. Lakini ulimi ulishapewa nguvu na Mungu tangu zamani hizo. Tatazama, utagundua ukisoma kitabu cha Mithali sura ya 18 aya 21, unaona neno lile linatueleza ya kwamba mauti na uzima upo katika nguvu ya ulimi. Kumbe ulimi unayo nguvu, unaweza ukasema neno mwanadamu na neno lile likatokea. Ama unaweza ukanuia jambo fulani mwanadamu na jambo lile likatokea. Kwa nini? Kwa sababu tayari ulimi una nguvu. Sasa katika maisha yako, wangapi wanakutamkia yaliyo mabaya? Unawajua? Unawasikia? Mara nyingi hawa watu inawezekana hauwajui, inawezekana hauwasikii, na mara chache unaweza kuwa unawajua ama unawasikia. Watu hawa wanaokuwazia mabaya, wanaokunenea mabaya, wanaokutamkia mabaya, ukiacha kama yalivyo sawasawa na neno la Mungu linalosema katika kitabu cha Mithali sura ya 18 aya 21, haya mambo yanaweza kutokea. Na nafikiri kuna watu mmeshawahi kusikia jambo limetokea, unasema fulani alisema, huyu fulani alisema limetokea. Fulani alisema juzi tu na leo limetokea. Sio kwamba huyo mtu labda ana nguvu fulani ya ajabu sana. Kuna nguvu ya ulimi kwenye kutamka. Lakini pia kuna nguvu ambazo watu wanazo katika kutamka, katika nguvu zao za giza. Wanatumia kutamka na mambo yanatokea. Na ukiangalia uovu mwingi unaanza na kutamka. Yaani mwanadamu anapotamka jambo linaweza kutokea kabisa. Pasi na shaka yote jambo hilo linaweza likatokea. Kwa hiyo ndio maana nimekuletea somo la kukuambia ubatilishe maneno mabaya waliokutamkia. Wewe una tabia kubatilisha. Mtu akikuambia neno baya libatilishe. Na asubuhi yako ama ujijengee taratibu katika maombi yako
kumwambia Mungu abatilishe kila shauri, abatilishe maneno mabaya ambayo watu yamkini wamekutamkia. Neno la Mungu linasema usilaani bali ubariki, kama mwanzo nilivyosema. Kwa nini Mungu anasema usilaani? Maana yake kulaani kuna madhara. Maana yake maneno mabaya yana madhara. Mtu anapokutamkia maneno mabaya anaweza kukuua kimwili na anaweza kukuua kiroho. Yote yanawezekana, yote yawezekana. Unaweza kufa kimwili na unaweza kufa kiroho. Kwa hivyo ujijengee mazoea ya kuwa unabatilisha maneno unayoyajua, uliyoyasikia ama hata usiyoyajua. Kila siku mwambie Mungu, natamka kubatilisha maneno yote mabaya. Waefeso sura ya 4 aya ya 29 anaonya, Paulo anawaonya Waefeso, anawaambia neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Sasa kama neno lililo jema likitoka likampa mtu neema, likampa mtu afadhali, likampa mtu auweni, neno lililo jema, maana yake neno baya linaweza kumuua. Maana yake neno baya linaweza kumkatisha mtu tamaa. Maana yake neno baya linaweza kumfanya mtu asifanikiwe katika njia zake. Sasa vivyo hivyo watu wabaya wanaweza kuwa wanakunenea wewe mambo mabaya. Wanakunenea mambo mabaya ili wewe usifanikiwe, ili wewe usistawi, ili wewe usikue, uendelee kudumaa. Kwa hivyo ukijinenea yaliyo mema, ukibatilisha mashauri, ukibatilisha maneno yote ambayo wamekunenea, utakuwa umejiweka katika nafasi salama. Wazazi wana tabia ya kuwatamkia watoto wao maneno mabaya. Mara nyingi wamekuwa wakifanya hivyo. Majina mabaya mnawapa watoto wenu, maneno mabaya mnawatamkia watoto wenu. Yale maneno pengine ulinenewa hata wewe kipindi hicho, na yanafanya kazi. Sasa usipokumbuka kama kuna swala linaitwa kubatilisha maneno hayo, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba hayo mambo yanaweza kuwa yamekuzonga, hayo maisha yanaweza kuwa yamekuzonga, ustawi wako unaweza kuwa unaona umedumaa, kumbe ni kwa sababu tu hapo zamani walikunenea maneno mabaya. Kwa hivyo ujiwekea utaratibu wa kujitamkia yaliyo mema kila wakati. Jitamkia yaliyo mema kila wakati. Kisoma kitabu cha Isaya sura ya 8 aya ya 10. Neno la Mungu linasema vizuri kabisa, fanyeni shauri pamoja nalo litabatilika. Semeni neno lakini halitasimama, kwa maana Mungu yu pamoja nasi. Sasa ukisoma hapa anasema semeni neno lakini halitasimama. Neno halitasimama. Neno lipi halitasimama? Ni neno ambalo adui yako amelitamka, neno baya, neno la kukutaka wewe ufe kimawazo, ufe kiuchumi, ufe kimahusiano, yani ufe. Anakutamkia ile ndoa haitofika mbali, ile biashara haitofika mbali, ule uhusiano hautofika mbali, shule yake ule hatoenda mbali, ile ajira hatofanikiwa, afiki mbali na ajira yake. Mtu yuko bize kukutamkia maneno mabaya. Kwa hiyo ukikaa kimya, maana yake ni kwamba maneno hayo yanaweza yakatokea, maneno hayo yanaweza kabisa yakafanikiwa, kwa sababu anapotamka katika ulimi wake ipo nguvu. Hiyo nguvu inaweza kukuua wewe, ikakusababishia mambo yako mengi yasiende sawa sawa. Kumbe ni kwa sababu ya matamko tu. Kwa sababu ya nini? Ya matamko tu, kwa sababu ya maneno tu, kwa sababu ya vitu vya namna hiyo. Kwa hivyo tumia neno hili la kutoka kitabu cha Isaya, nabii Isaya sura ya 8 aya ya 10. Mwambie Mungu, msii Mungu abatilishe kila aina ya shauri, kila shauri lilo kusudiwa juu yako, Mungu alibatilishe. Lakini kila maneno mabaya, kila maneno mabaya ambayo adui ameyatamka, uyafute katika ulimwengu wa roho. Lisisimame hilo neno, manake neno likisimama linafanya kazi. Ndio maana anasema semeni neno
lakini halitasimama. Kwa hiyo neno baya likisimama, maana yake litatokea. Neno baya likisimama, maana yake litakufanya wewe uanguke. Oh, haleluya. Kwa hivyo usipuuze maneno. Kuna mtu mwingine anakuambia neno waziwazi, unalisikia kabisa, wewe ndio yako haifiki mbali, alafu unacheka, unafikiri mzaa. Kumbe neno lile linaweza kuwa linatembea kama sumu ambayo inakumaliza kidogo kidogo, baadaye linaenda ile neno linakuwa kubwa, maisha yako yanakuwa mabaya, ndoa yako inaharibika, haufiki mbali, ndoa inaingia kwenye migogoro. Kwa nini? Kwa sababu watu walikunenea yaliyo mabaya. Yule hatofanikiwa, wewe hautofanikiwa katika maisha yako, mtu anakwambia, na wewe unakaa kimya, unafurahia tu kwamba unaona alichokiongea ni kitu kidogo. Kumbe kinaweza kukutafuna katika maisha yako, kinaweza kuharibu kabisa maisha yako. Kwa hivyo ndugu yangu mpendwa, ninakusii, tengeneza tabia ya kuwa unabatilisha maneno mabaya waliokutamkia. Ikiwezekana kila siku katika sala zako za asubuhi, batilisha kila neno baya ambalo adui amelitamka juu yako lisiweze kufanya kazi, kwa sababu uthibitisho tunao kwamba mauti na uzima u katika nguvu ya ulimi. Lakini Mungu anatusihi tusiwanenee watu mambo mabaya, maneno mabaya, maana huu ni ushahidi tosha kabisa ya kwamba maneno yanayotamkwa yanaweza kufanya wewe ukadumaa, yanaweza kufanya wewe ukaharibikiwa, yanaweza kufanya wewe usifikie malengo yako kwa sababu ya kutamka tu. Yule hataolewa, wakuolewa atakuwa yule. Hauolewi kweli, sio kwa sababu nyingine, ni kwa sababu tu kuna watu wametamka neno, wewe hautoolewa. Kwa hivyo jitahidi, anza kujifunza kutamka, kubatilisha maneno mabaya ambayo adui yako ama mtu ambaye amekunenea hata bila kujua, ama kwa kujua. Batilisha maneno, batilisha ili uwe salama, ili uweze kustawi, ili mambo yako apate kwenda. Mwambie Mungu, ninabatilisha kila shauri baya, ninabatilisha kila neno baya ambalo adui amelitamka juu yangu, halitofanikiwa, halitosimama, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mungu akutie nguvu katika safari yako ya kutafuta maarifa ya mbinguni. Somo limekuwa fupi sana, lakini naamini kabisa yupo mtu ama wapo watu ambao watatumia kanuni hii na watafanikiwa sana katika maisha yao, na watashangaa maisha yanabadilika kwa kutamka tu, kwa kubatilisha tu maneno mabaya walionenewa. Maisha yao yanakwenda kubadilika, wanaenda kupita katika njia mpya yenye ustawi ambao Mungu amewajalia ama aliwakusudia katika maisha yao. Endelea kufuatilia mafundisho yetu kupitia channel zetu, mitandao yetu ya kijamii, channel ya WhatsApp kwa jina la Mikono ya Kristo, mitandao ya kijamii kama vile Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Lakini pia unaweza kuwa unahitaji ushauri ama una jambo unataka kutushirikisha, unataka kuuliza, unataka kufahamu, hata somo hili pengine unataka kulifahamu zaidi, namba za simu ziko hapo, tupigie nasi tutakuhudumia. Wapo watu wanatupigia, tunaongea nao na wanafarijika, na Mungu anawafungulia milango yao katika maisha yao, inanyoka, maisha yao yananyoka, wanaendelea kumjua Mungu, wanaendelea kumtukuza Mungu, wanaendelea kulifanya jina la Bwana linabarikiwa. Na wewe pia hata unapopata nafasi, basi share mafundisho haya kwa wengine, tuma kwenye magrupu yako ya familia, marafiki. Wanaweza wengine wakakucheka, wengine wanaweza wakakwambia wanatumia mambo gani haya, lakini kati yao, miongoni mwao, yupo pengine mmoja, wawili, watatu wanaweza kufuatilia somo hili, nao wakabarikiwa na wakafunguliwa na maisha yao yakabadilika, na maisha yao yakabadilika kabisa kabisa, yakawa sio kama maisha ya mwanzo ya utumwa, bali yakawa maisha ya neema ndani yao. Mungu akubariki sana kwa kufuatilia mafundisho haya. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simoni Mponga. Hadi wakati mwingine, bye bye.